Kipindi cha likizo mara nyingi huwa ndio vipindi ambavyo tukikaa na watoto wetu kama walikaa boarding school, huona ndio vipindi vya kuwapa vile vyote ambavyo walivikosa katika maisha yao ya boarding. Kule walikuwa hawachezei simu, kule walikuwa hawatazami TV wakati wote, kule walikuwa wanapika vyakula maalum kwa ratiba ya kule. Wewe nyumbani kwako ndio wakati wa kumchezesha na simu, ndio wakati wa kumkabidhi remote, na yeye ndio mfalme ndani ya nyumba. Akisema ni katuni, na wewe pia mwenye madevu yako umekaa unaangalia katuni. Akisema ni mpira, na wewe pia mwanamama uliomzaa mwanao utakaa utaangalia mpira, utake usitake. Kwa nini? Kwa sababu ana mwezi mmoja tu. Tusimkere, tusimuudhi, na ni furaha yetu kuwa baba amerudi ndani ya nyumba. Mwanao yupo katika kipindi gani? Kipindi alichokuwa nacho mwanao, wewe ndio wa kumjenga na kumtengeneza, baadaye aje kuwa ni mshauri sahihi ndani ya maisha yako. Lakini ndio kipindi ambacho unaweza ukamharibu, baadaye akaja kuwa ni majuto ndani ya maisha yako. Bahati mbaya tuliokuwa nayo sote kwa ujumla wetu, tunaamini kwamba hawa ni watoto wetu na tunawapa malezi yaliokuwa ni ya kwetu, pasina kuwapa malezi anayoyataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtoto wako yupo katika hatua gani ndani ya hatua hizo tatu? Yajue majukumu yako ndani ya siku chache ambazo unakwenda kuishi karibu na mwanao, ili aje kuwa ni mshauri sahihi na aje kuwa ni baqiyatu salihatu inda rabbika thawaban wa khairu amala. Mmoja katika wasemi alipata kusema, akizungumzia kuhusiana na maisha ya mwanadamu, namna ambavyo anakwenda mbio, anahangaika juu ya matakwa ya maisha yake, alisema, ya khadim aljismi kam tas'a li khidmati atatlubu ribha fima fihi khusran inhab ila ruhi wastakmil fadailaha innaka birruhi la biljismi insani. Anazungumza na mwanadamu ambaye anakwenda mbio kuhangaikia na kushughulika na mahitaji ya mwili wake, kwamba kushughulika na mahitaji ya mwili wako, mwili ambao hitimisho lake ni hasara, utaoza pale utakapotiwa ndani ya kaburi, maisha yako yakawa ndio mwisho pale. Kwa nini usihangaike na roho yako ambayo ndiyo matunda na ndiyo mafanikio makubwa ndani ya maisha yako fi dunia wal akhirah? Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah ambaye ametuwafikisha kwa mara nyingine tena kukutana katika viwanja vilivyokuwa bora na vyenye thamani zaidi mbele yake Allah, na vyenye kutupandisha daraja ikiwa tutaviishi viwanja hivi kama vile ambavyo ametuelekeza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuifuata Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sababu la hilo ni kumtakia rehema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, khatamul anbiya'i wal mursalin, ambaye ndio hitimisho la mitume yote iliyotumwa na Allah kuja ulimwenguni. Ni fakhri yetu kuwa sisi ni umma wake, na ni jukumu letu na ni wajibu wetu kumtakia rehema kila sekunde tunayoipata katika uhai wetu, kuthibitisha namna gani tunaijua na tumeijua thamani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya maisha yetu. Niwahusieni waja wa Allah pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya wajibu na suala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mcheni sana Allah, maisha ni mafupi mno, lakini bahati kubwa tuliyokuwa nayo, pamoja na ufupi wa namba katika maisha yetu, lakini ni bahati kubwa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoiweka katika umma huu, ya ukubwa wa namba katika mazuri
tunayotakiwa tuyafanye endapo tutayafanya kwa utaratibu unaotakiwa. Tuna dakika chache sana kuelekea katika ikama ya salati al-Jumaa, na tukiwa tuko mwishoni mwa mwaka huu wa 2025, lakini pia tukiwa tupo katika kipindi kitamu zaidi katika vipindi vitamu ndani ya maisha yetu ya kifamilia. Utamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala alivyoueleza ndani ya Qur'ani ndiyo pambo la maisha ya mwanadamu aliposema, almalu walbanuna zinatul hayati dunya, mali na watoto ndiyo pambo la maisha ya duniani. Na sisi pia tupo katika kipindi ambacho tunakwenda kukutana na vijana wetu, watoto wetu ambao kwa miezi kadhaa akthari yao walikuwa katika mashule wakiishi huko, tulikuwa na umbali. Kwa miezi kadhaa tuliishi nao majumbani mwetu, lakini ilikuwa yaweza ikapita mpaka wiki baba hujamuona mwanao na wala mtoto hajakuona baba. Namna ambavyo mnapishana muda wa kutoka, mnapishana muda wa kurejea. Inawezekana muda aliokuwa akitoka yeye wewe bado hujaamka, muda anaorudi yeye wewe bado haujafika nyumbani. Na ili yeye aweze kuwahi muda wake wa kuwahi kuamka kesho kabla wewe hujaamka, ni lazima awahi kulala kabla wewe hujarejea. Tumeishi maisha hayo kwa takriban miezi mitano. Tunakwenda katika mwezi mmoja ambao tutaishi nao kwa ukaribu, tutacheza nao, tutacheka nao, na tutakaa nao na kula nao, na mengi tutafanya nao. Kwa kuwa maisha ya mwanadamu yamejengwa katika pambo la watoto na mali, na kwa kuwa tunaelekea katika mwezi huo wa kuishi nao, kucheza nao, kukaa nao kwa ukaribu zaidi, basi tutumie dakika hizi chache kukumbushana majukumu yetu na nafasi yetu kwa vijana wetu ndani ya maisha yao. Nimkumbuke mmoja katika wanawachuoni alipozungumzia malezi ya vijana ama malezi ya watoto wetu, aliyagawa katika ngazi tatu. Alisema mtoto hupita katika malezi namba moja, nafasi yake kifamilia huwa ni sawasawa na waziri, rais. Nafasi yake ni sawasawa na rais, yani sawasawa na kiongozi katika familia. Maana ya rais hapa akiwa na maana kwamba nafasi ya mtoto ya mwanzo katika familia huwa kila mmoja anamtazama yule mtoto asipatwe na madhara ya aina yoyote, na apate haki zote zinazomfanya awe na furaha ya ujio wake katika dunia. Hali hii inaanza tokea mwanamama akiwa mjamzito, wengine wakaipeleka mpaka miaka 3, 4 baada ya kuzaliwa mtoto, wengine wakaenda mpaka miaka 7. Kwamba kipindi chote hiki mtoto ndani ya familia anachokitaka yeye ndicho kitakachotakiwa na wote ndani ya familia. Mtazame tu hali ya mwanamke alipokuwa mjamzito, atakula visivyopendwa kwa sababu ya kile kiumbe alichokuwa nacho ndani ya tumbo lake, akiridhishe. Lakini tazama hali ya mama mwana anapozaliwa, cha mwanzo baada ya kuamka ni kuhakikisha majukumu ya yule kachanga chake yalichokuwa kitandani ama amelala chumbani. Na kama siku ataamua kuamka usiku, huyo kachanga
mwenye miezi miwili mitatu, mwaka mmoja, anaweza akashughulisha nyumba nzima msilale, kwa kuwa yeye ametaka msilale. Kilio likasababisha wote mkawa mko macho, mkapokelezana katika mikono juu ya kumtuliza na kumweka katika hali ya sawasawa. Kipindi hiki wanakiita ni kipindi ambacho mtoto huyu ni sawasawa na rais ndani ya familia. Lakini akaongeza akasema, kipindi cha pili katika malezi ya mtoto uhama kutoka katika hiyo daraja ya urais huenda katika daraja ya al-asiru, mateka. Na ndio kipindi kigumu zaidi katika malezi na kuishi na mtoto nyumbani kwako. Kipindi cha mateka ni kipindi ambacho mtoto tayari ana ufahamu wa kupokea tabia, tayari mtoto ana ufahamu wa kupokea malezi, ana ufahamu wa kukopi na kuyaishi maisha atakayokutana nayo katika kipindi hiko. Zamani ilikuwa ni kuanzia miaka 6, 7 na kuendelea mpaka miaka 15, 16. Lakini maisha yametupeleka kasi. Kuna wengine huwapeleka mbio watoto wao katika kipindi cha mateka, huanza nao hata katika miezi 6. Ndio pale mama ni mfanyakazi, amejifungua mtoto, baada ya miezi 6 anamchukua mtoto anampeleka katika daycare center, analelewa kule, yeye anakwenda zake kazini. Usijione akitoka kazini anampitia na chupa yake ya uji, chupa yake ya maziwa, narudi naye nyumbani. Hiki ni kipindi kila mmoja amejichagulia. Aloamua kianze kwa miezi 6 kwa mwanawe yupo, aloamua kianze kwa mwaka mmoja, aloamua kianze kwa miaka 3. Lakini ni ile hali ambayo unamtoa mwanao kwa kuamini kwamba ana uwezo wa kupokea na ukampeleka katika malezi ambayo wewe unaamini ndio atakuwa sahihi kwake, yaweze kumkuza na kumlea kwa ajili ya maisha yake ya baadaye. Na kipindi cha mwisho bwana mkubwa huyu akasema ni kipindi ambacho mtoto anahama katika stage ya al-asir kuwa ni mateka, anakwenda katika stage ya al-wazir kuwa ni mshauri. Ni pale mtoto wako anapokuwa, ukiwa ni baba ukasema kwamba sasa ninaye baba ninayeweza kutegemeana, kutembea naye na kushauriana naye. Akiwa ni mama anaweza kusema kwamba sasa ninaye mwenzangu ninayeweza kuzungumza naye lugha moja. Kijana wako yupo katika hatua ipi ndani ya hatua hizi 3? Lakini mahma kana, tuliposema kwamba al-asiri kuwa ndio hatua ngumu zaidi, hatua namba 2 ya mateka, kwani ndio hatua ambayo unakwenda kumwandaa mtu sahihi ndani ya maisha yako ya baadaye, au ndio hatua ambayo unakwenda kumpoteza, kumtoa katika usahihi na kumweka katika ushaghala baghala usiofaa kwa maisha yako ya baadaye. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema almalu walbanuna zinatul hayati dunya, mbele akaongezea akasema walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, kwamba haya ni mapambo ya kidunia kweli. Lakini pamoja kuwa ni mapambo ya kidunia, hiyo mali na hao watoto, kuna namna ukienda navyo, kuna namna ukiishi navyo, vipambo hivi vitakufikisha katika mahala vikawa ndani ya maisha yako. Leo upo ama kesho karejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, navyo vikaingia katika albaqiyatu salihatu inda rabbika thawaba. Kuna namna ukienda navyo utakuwa umeviandaa katika sura hii. Kipindi cha likizo mara nyingi huwa ndio vipindi ambavyo tukikaa na watoto wetu kama walikaa boarding school, huona ndio vipindi vya kuwapa vile vyote ambavyo walivikosa katika maisha yao ya boarding. Kule walikuwa hawachezei simu, kule walikuwa hawatazami TV wakati wote, kule walikuwa wanapika vyakula maalum kwa ratiba ya kule. Wewe nyumbani kwako ndio wakati wa kumchezesha na simu, ndio wakati wa kumkabidhi remote, na yeye ndio mfalme ndani ya nyumba. Akisema ni katuni, na wewe pia mwenye madevu yako umekaa unaangalia katuni. Akisema ni mpira, na wewe pia mwanamama uliomzaa mwanao utakaa utaangalia mpira, utake usitake. Kwa nini? Kwa sababu ana mwezi mmoja tu
tusimkere, tusimuudhi, na ni furaha yetu kuwa baba amerudi ndani ya nyumba. Mwanao yupo katika kipindi gani? Kipindi alichokuwa nacho mwanao, wewe ndio wa kumjenga na kumtengeneza, baadaye aje kuwa ni mshauri sahihi ndani ya maisha yako. Lakini ndio kipindi ambacho unaweza ukamharibu, baadaye akaja kuwa ni majuto ndani ya maisha yako. Nimalize khutba ya kwanza. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ile siku alipoambia masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in kwamba muru auladakum bisalati wa hum abna'u 7 wadribuhum wa hum abna'u 10, kwamba waamrisheni watoto wenu kufanya ibada ilhali wana miaka 7. Waamrisheni watoto wenu kusali na kufanya ibada wakiwa na miaka 10, na wakiacha kwa kufanya ibada miaka 10 wapeni adhabu, kuonesha kwamba wameacha kitu muhimu ndani ya maisha yao. Mtume anamueleza mzazi au mlezi kumwamrisha mtoto ambaye bado hajaanza kuandikiwa chochote katika daftari la matendo yake. Manake anatufundisha kumuingiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anatufundisha namna gani mtoto anatakiwa alelewe kwa mujibu na matakwa ya yule aliyemuumba ambaye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bahati mbaya tuliokuwa nayo sote kwa ujumla wetu, tunaamini kwamba hawa ni watoto wetu na tunawapa malezi yaliokuwa ni ya kwetu, basi na kuwapa malezi anayoyataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtoto wako yupo katika hatua gani ndani ya hatua hizo 3? Yajue majukumu yako ndani ya siku chache ambazo unakwenda kuishi karibu na mwanao, ili aje kuwa ni mshauri sahihi na aje kuwa ni baqiyatu salihatu inda rabbika thawaban wa khairul amala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah wa sallu wa sallim ala habibihi sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'di, ikhwatal a'izza, marratan ukhra usikum wa usi nafsi bitaqwallah. Nikuhusieni wa Allah pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya sala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumcheni sana Allah ili kuyapandisha thamani matendo mazuri tunayoyafanya na kutoyapoteza mabaya tunayoyaepuka thamani yake kwa kule kuyaepuka mbele ya Allah, endapo tutavaa na kisichokuwa vazi cha ucha Mungu katika maisha yetu. Kumalizia hotuba yetu, mmoja katika wasemi alipata kusema, akizungumzia kuhusiana na maisha ya mwanadamu, namna ambavyo anakwenda mbio, anahangaika juu ya matakwa ya maisha yake. Alisema, ya khadim aljismi kam tas'a li khidmati atatlubu ribha fima fihi khusranu inhab ila ruhi wastakmil fadailaha innaka birruhi la biljismi insani. Anazungumza na mwanadamu ambaye anakwenda mbio kuhangaikia na kushughulika na mahitaji ya mwili wake, kwamba kushughulika na mahitaji ya mwili wako, mwili ambao hitimisho lake ni hasara, utaoza pale utakapotiwa ndani ya kaburi, maisha yako yakawa ndio mwisho pale. Kwa nini usihangaike na roho yako ambayo ndiyo matunda na ndiyo mafanikio makubwa ndani ya maisha yako fi dunia wal akhirah? Anamwambia mwanadamu, sasa geukia roho yako. Kama ulikuwa unakwenda mbio kuivisha ngozi yako isionekane, istirike, kuuvisha mwili wako upambike, hebu leo uivishe roho yako ipambike kwa ajili ya Allah. Kama ulikuwa unatafuta manukato ya kunukatisha mwili wako ili ukipita watu waseme amepita mtu anayejitambua, anayejijali, anayejithamini, basi hebu leo nenda kaunukatishe roho yako, ili akipita mwenye kuijua thamani ya roho ajue kwamba amepita yule ambaye naye pia anayejua thamani ya roho yake mbele ya Allah. Kama unakwenda mbio kutafuta kipando, mwili wako usipatwe na jua, mwili wako usipatwe na mavumbi, mwili wako usiteseke katika pilika za barabarani,
Hebu basi hakikisha na roho yako pia haiteseki katika mapito yake mbele ya Allah. Tengeneza kipando kilichokuwa sahihi cha roho yako. Maneno haya anaambiwa mwanadamu ambaye tazamo lake katika maisha yake ni kuujali mwili wake kabla ya kuijali roho yake. Na ndivyo hivyo pia ambavyo tunaishi na watoto katika vipindi kama hivi. Kama mwanao alisharudi nyumbani au ndo anarudi leo ama anarudi kesho, utakachomuuliza cha kwanza ni kuhusiana na matokeo yake kule shuleni alipofanya mitihani. Utakachouliza cha mwanzo ni mahitaji yake anayotakiwa shuleni kwao baada ya likizo kumalizika. Utakachouliza ni yale mahitaji ya kishule anayomhitajia mwanao ambaye wewe ndio mfanyaji wake, ili uyafanye kabla ya tarehe ya kurudi shuleni kwake. Na inawezekana pengine kesho kaingia gari yako kukusanya mahitaji yote, kwamba sitaki tena, sina deni na wewe mwanangu, kila kitu chako ndio hiko. Haya yote ni mashughuliko na pilika zinazoshughulikia mwili wa mwanao. Hebu nenda kashughulike na roho ya mwanao. Mtoto uliyekuwa naye ni amana. Hawa watoto ni amana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa ndani ya maisha yetu. Utafika wakati atahitaji amana hii. Unamrejesha vipi amana yake? Na bahati mbaya atakapohitajia hatakupa taarifa yoyote, wala hana jukumu la kukuambia kwamba baada ya mwezi mmoja ninakuja kuchukua amana yangu, wala hana hilo. Pengine akachukua wakati ambao wewe uko msikitini, unajua mwanao yuko salama, lakini wale kwa nyumbani wanaogopa kukwambia, wanangojea umalize ibada ndio wakwambie mwanao ameshafariki. Ni amana hiyo Mwenyezi Mungu amekupa. Hebu ishi nayo kwa matakwa yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili pale itakaporejea kwa Allah iwe imethibiti kwamba wewe ni mtu sahihi uliopewa amana uliokuwa nayo. Nilisema siku moja nikiwazungumza wafanyabiashara na wafanyakazi wao, kuna wakati hawa wafanyakazi mnaoishi nao mmewatoa vijijini huko mkawa nao katika maduka majumba yenu, mshahara wake labda ni 200,000, anakwambia bwana, mimi naomba katika hii 200,000, 100,000 nipe mwenyewe, nitafanya mahitaji yangu, 100,000 hii naomba nihifadhie. Akitumia neno nihifadhie, na wewe utakubali. Lakini 100,000 ile wewe hautohifadhi kwa maana ya kwenda kuiweka mpaka atakapohitajia. Utaingiza katika mzunguko wa maisha yako kwa kujua kwamba atakapohitajia nitatoa, nitampa. Nikasema kwamba haya ni makosa. Aliyekupa mhifadhie, manake mhifadhie kama vile alivyokupa. Atakapohitajia mrejeshe kama vile ambavyo alikupa mhifadhie. Lakini alikupa mhifadhie ukatumia, kisha baadaye atakapotaka amana yake ukamrejeshea kupitia kingine kwa hisabu ile ile. Haya ni makosa umeyafanya wewe uliokabidhiwa hii amana. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukabidhi amana za watoto, na kuna misingi ya malezi aliyotugawia tuweze kwenda nao watoto hawa katika maisha yetu. Kwenda kinyume na misingi hiyo manake ni kwenda kinyume na amana ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutaka tumhifadhie. Watoto ni amana, tuna jukumu la kuhifadhi na kuilinda vyema, irejee kwa Mungu kwa salama na amani. Nimalizie kwa maneno ya mwalimu wangu, alipata kusema siku moja, wafundisheni watoto wenu kumpenda Mungu kabla ya kumwogopa. Wafundisheni watoto wenu kuwa maisha ni kutoa kabla ya kupata, kabla ya kuchukua. Wafundisheni watoto wenu haya. Wafundisheni watoto wenu kuwa ubinadamu upo juu ya kila kitu. Wafundisheni watoto wenu kusamehe sio unyonge, bali ni ushujaa, na ndio maisha sahihi yanayopaswa kuwa nayo mwanadamu, na ndio utukufu katika maisha yake mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nenda kamjaza Mwenyezi Mungu katika moyo wa mwanao. Usiende kucheza na mwanao kwa kujali mwili wake unataka nini, bali kacheze na mwanao kwa kujali roho yake inataka nini katika maisha yako, ili awe baqiyatu salihatu inda rabbika thawaban wa khairul amala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الخليفة سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر الفاروق وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى علينا وعلى كل أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعز وجل وأكبر. الله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.